Ukishamaliza na mchakato wapo, mambo mengine yote yataenda sawa. Matingo. Matingo. Angejua kama hilo rafiki yake lenyewe linavyonitaka mimi. Mbona amenipa mtihani mgumu? Mbona sio rafiki mzuri kwake, lakini ameng'ang'ana kumfanya huyu rafiki bora kwake. Ila sio swala. Itabidi nianze kwa Nonje. Maana nikishafanikisha hili, nitapata jibu langu. Na hicho ndio ninachokitaka. Baraka, shikao. Wewe mjukuu wa Kasongo, vipi mashambani asubuhi yote hiyo? Marahaba mama, jambo. Jambo. Baba Baraka, babu Kasongo kaniambia hivi, muuaji sio Lashu, muuaji huko hapa pa kijijini alimuua mwana Baraka. Wewe mjukuu wa Kasongo kaenda wapi tena? Itabidi nimtafute Kasongo ili aniambie kuhusu mwanangu aliyomuua. Subiri niende na nyumbani nikamwambie mke wangu. Binadamu wabaya, watu wanaamua kumuua mwanangu Baraka. Binadamu wabaya, watu wanaamua kumuua mwanangu Baraka. Binadamu wabaya, watu wanaamua kumuua mwanangu Baraka. Gamba. Vipi? Afadhali nimekuona. Afadhali nimekuona. Hapo naona nimetoka kumuona mzimu. Mzimu umenikimbiza, umenitokea mimi. Ghafla tu nashangaa tu kubu. Mzimu mjukuu wa mzee Kasongo. Kanitokea hapo macho. Nikasema hapa sopa kukaa. Mungu nisaidie. Huyo. Hebu acha kwanza unafiki wako. Mzimu wa mjukuu wa Kasongo umekutana naye wapi? Ndio ni mzimu nimekutana nao kule mistuni. Yule mzimu ambaye aliuona marehemu Lashu. Nimemuona macho. Sikiliza kwanza wewe. Huyo mjukuu wa Kasongo mimi jana nimekutana naye pale. Mzima na wala hajauawa. Hivi wewe lazua hapa kijijini hujatosheka naye unaenda kuzua tena mengine, si ndio? Ulishazua balaa hapa kijiji kizima kwamba Lashu ameuawa na Magambo. Haya kauawa wapi? Lashu mzima na huyo Magambo wala hajaonana naye huyo Lashu ili kumuua. Nimekutana na Nonje. Lashu hajauawa. Haya wewe umezua balaa hapa kijijini? Yaani hapo uliposema umekutana na Nonje.
Wewe ni uninacho sasa ambao mtaki nichukue tuzo ya mwana habari bora hapa kijijini. Hamtaki nichukue maua yangu, hamtaki. Ulivyosema tu mambo ya huyo Danonje huyo, na nimejua kwamba yote ni ufitinishaji. Kuendelea kukaa hapa mzimu akutoke mimi huyu. Usubiri kwanza, sasa mwana habari wewe mbea. Alafu hichi kijiji hichi utakuja kufa kwa sababu ya umbea wako wewe. Ni mtoto mbea huyu. Kijiji kizima anasambaza habari, Lashu kauawa. Lashu mzima na mjukuu wa Kasongo mzima. Leo kuja kuniambia mzimu. Jamani huyu. Vipi tena? Vipi tena, mbona sikuelewi? Mbona unalia hapo? Shida nini tena? Mke wangu. Vipi mume wangu, kuna tatizo gani? Mama Baraka. Nilikuwa kule shambani kwangu mke wangu. Nilikuwa shambani nalima kama kawaida yangu mke wangu. Kaja mjukuu wa Kasongo. Mjukuu wa Kasongo alipokuja ananiambia kwamba Baba Baraka aliyehusika na mauaji ya mwanao sio Lashu. Yuko hapa kijijini. Sio Lashu. Sasa huyo mjukuu wa Kasongo alikwambia aliyehusika na kifo cha mwanetu Baraka ni nani? Mjukuu wa Kasongo hajaniambia aliyehusika, yeye aliponiambia kwamba Baba Baraka aliyehusika na mauaji sio Lashu, yupo hapa kijijini. Haya, umeona sasa mume wangu. Ulivyotoka na mapanga na marungu, uende ukamtafute mtoto wa watu, umkatekate umuue. Haya, kiko wapi? Sasa hivi si ungepata kesi ya mauaji bure? Basi nyamaza, usilie. Mke wangu. Inabidi niende kwa huyu mzee Kasongo. Nikaonana naye huyu mzee. Aniambie ukweli kuhusu mwanangu nani aliyomuua. Acha mimi niingie ndani mke wangu nikapumzike, maana akili imechoka. Kila kitu kimechoka mke wangu. Wewe uende kwa mzee Kasongo ukapate nini? Ili swali lishafika kwa mwenyekiti. Ili aache huko kwa mwenyekiti. Mwenyekiti alisema atalishughulikia na atawaita wale vijana awaulize. Sasa wewe uende kwa Kasongo ukapate nini? Ili aache ili swala huko kwa mwenyekiti kama lilivyokuwa. Mwenyekiti yeye ndo atalipeleleza na atajua nani muhusika. Lakini wewe kama umechoka, bora uende tu ndani. Basi mke wangu, ngoja nikapumzike kwanza ndani. Mke wangu. Jamani. Mzee Kasongo. Kasongo. Kama ile swali lishafika hadi kwa Kasongo, ina maana Kasongo anamjua muuaji kivipi? Na amemuona wapi huyo muuaji? Hapana, yaani lazima niende kwa Kasongo kabla ya mume wangu kwenda, ili akanieleze vizuri kuhusu huyo muuaji ni nani na amemuona wapi. Hiki kifungo cha Baraka kinatuletea matatizo sana. Kazungumze na hili jambo. Nanje. Vipi Zubeda? Safi kwema? Safi. Mguu ulikuwa unakuja kwako. Kwangu tena. Kuna heri au kuna mengine? Hivyo kuna heri na sio heri. Ujio huu uliokuwa unanileta kwako, nimekutana na mjukuu wa Kasongo. Mjukuu wa Kasongo? Na wewe? Ndio. Anasemaje mjukuu wa Kasongo? Taarifa alizonipa mjukuu wa Kasongo kwamba muuaji sio Lashu. Muuaji yuko hapa kijijini. Si unanielewa? Yaani unavyoniona mguu wangu. Naenda huko kwa Kasongo. Mimi mwenyewe mume wangu karudi nyumbani na kilio kapata taarifa hizo ulizopata wewe. Naye kakutana na mjukuu wa Kasongo. Kamwambia kwamba muuaji sio Lashu, ila muuaji kwenye kijiji.
Kwa hiyo hapo unavoniona nilikuwa naenda kumfuata Kasongo ili akanieleze. Mpaka Kasongo anaongea hivyo atakuwa anamjua muuaji ni nani. Basi sawa, sio mbaya tukaongozana. Ila kinachonipeleka mimi kwa Kasongo sasa. Huyu bwanangu mimi namfukuzia ndugu yangu. Baada ya kumpa hizi taarifa, alichoniambia kwamba niende kwa Kasongo, amjue muuaji, aje amsafishe rafiki yake hapa kijijini ndio mimi niwe naye. Kinyume cha hapo hawezi kunikubalia. Kwa hiyo shoga yangu kinachokupeleka kwa Kasongo ni mapenzi. Sasa kumbe kitu gani kingine kinachonipeleka zaidi ya hicho? Haya, twende. Tasi. Mimi kwanza nishike kabisa viatu vyangu tangulia. Yaani huyu Kasongo nakwambia tukimkuta leo. Yaani nitafurahi sana. Maana itabidi atufumbulie hilo fumbo lake. Sio wewe tu hata mimi. Yaani kishampata huyo muuaji. Atufumbulie hilo fumbo kwa sababu haiwezekani akatuambia sijui nani. Yaani mimi nitapata furaha sana shoga yangu huyo mtu ili nimpate nini? Unaona mtu? Yuko wapi huyo mtu? Yule pale mtu. Hamna hata mtu hapa ndugu yangu. Zubeda wewe ni mtu yule yuko wapi yule mtu hapa? Bwana sioni mtu mimi hapa jamani. Yule pale, hebu twende bwana, iko wapi? Mimi sioni mtu hapa. Twende. Hizo ni tatizo. Wewe nawe, mimi na macho mawili kama ya kwako. Kwa nini wewe uone mimi nisione? Hebu twende bwana huko. Leo nataka kufanya mambo haya magumu hapa. Sisi nataka mimi nimpate matingo wangu hapa mimi saa hizi hapa. Nataka nimjue muuaji wa mwanao. Niwe nashanganya kweli akili yangu. Mimi nageuka. Kuna kitu gani kule? Naye unataka kunifelisha mwenzio. Twende kwa Kasongo huko ili nijue mimi nimpate wewe matingo. Wewe tu anaambia mtu wewe umeona wapi hapa? Zako mbishi mimi nimeona mtu mwenyewe kwa macho yangu nimemuona mtu. Sasa mimi mbona wewe mtu sijamuona pale? Wewe ndio hujamuona lakini mimi nimemuona. Mimi kila ninapokuelekeza angalia mtu wewe naye ukubiza utaki. Sijamuona sasa nisemaje huyu hapa? Wewe mpaka mimi nimkose wewe matingo bana. Wewe sasa ndio utaki. Nini tena? Maushaanza sasa. Maiti wapi hapa? Jamani, wewe nani? Jamani. Wewe nje. Wewe vipi? Mshika kwa Damasco wewe unanivuruga ndugu yangu. Jamani. Bwana Matingo. Matingo. Baba yaka, habari ya asubuhi. Safi, za kuamka baba yaka. Safi, kumekucha. Kumekucha baba yaka. Ndio. Bwana Matingo. Naam, ni bora hata tulivyokutana na wewe hapa. Maana toka msiba wa mwanangu Baraka utokee sijabahatika kuonana na wewe. Ni kweli kabisa. Hivi Lashu si ni rafiki yako bwana Matingo? Lashu rafiki yangu kabisa. Lashu familia yangu yule. Hivi Lashu anadiriki vipi kuhusika na mauaji ya mtoto wangu Baraka? Wakati kila siku mnakuja kwangu pale, mnataka kazi, nawapa kazi, mkanitafutia magogo, mkaniletea mchanga, nawapa kazi, afu leo hii Lashu anadiriki kuua mwanangu kweli? Baba Baraka. Unajua hili jambo, hii taharuki iliyosambazwa hapa kijijini, mimi mwenyewe nilidiriki kuja mpaka nyumbani kwako Baba Baraka. Ila kwa bahati mbaya nikakukosa.
na anayesababisha hii taharuki yote hapa kijijini, huyu ni Gamba Baba Baraka. Kwa sababu gani? Gamba anasambaza taarifa ambazo yeye mwenyewe hana ukweli nazo hata kidogo. Yaani Gamba yeye ndio sosi wa kila kitu hapa kijijini vinavyoharibika hapa. Yaani huo ndio ukweli Baba Baraka. Kwa sababu gani? Gamba alisema Rashu kamuua Baraka. Haitoshi, Gamba huyo anakuja na taarifa ya kwamba wewe umemuua Rashu. Hivi nao unaipokeaje Baba Baraka? Huyu Gamba huyu? Ni Gamba huyu. Bwana Matingo. Naam. Huyo bwana Gamba ndo aliyokuja kuniambia kwamba Rashu ndo kahusika na mauaji ya mwanangu. Sasa leo nashangaa tena kuniambia kwamba huyo bwana Gamba anasema kwamba mimi nahusika na mauaji ya Rashu. Sasa hayo yote anasababisha Gamba. Kwa sababu anatapakaza hizi taarifa ambazo hazina ukweli wowote, aliyakuwa hana ushahidi hata kidogo kiukweli kabisa. Yaani hayo yote ni Gamba. Umeona? Sasa mpaka sasa hivi kijiji chote kinajua taarifa za wewe umemuua Rashu. Aliyakuwa sio kweli, na inasemekana Rashu yupo hapa kijijini. Unaona sasa? Na hata hivyo kuna taarifa hapa kijijini juu ya mjukuu wa Mzee Kasongo. Inasemekana kwamba mjukuu wa Mzee Kasongo anazunguka hapa kijijini akiwapatia taarifa wana kijiji kwamba muuaji yupo hapa kijijini na sio Rashu. Rashu hausiki hata kidogo. Ewa. Na mimi mjukuu wa Kasongo juzi kapita shambani kwangu pale. Kapita. Kaniambia kwamba Baba Baraka, muuaji sio Rashu. Muuaji yupo kijijini hapa. Sasa na mimi najiuliza, ni nani huyo aliyohusika na mauaji ya mwanangu? Ni nani huyo? Sasa kama sio Rashu na mjukuu wa Mzee Kasongo anathibitisha kabisa baba yake anamfahamu huyo muuaji, ilipaswa sisi wote sasa hivi tukae ikiwezekana tuungane tukamtafute Mzee Kasongo. Mzee Kasongo ndo atakuwa na ukweli wa hili jambo zima. Yeye ndo atakuwa anamjua muuaji ni nani, kwa sababu muuaji kama akasema sio Rashu na yuko hapa kijijini, maana yake kweli atakuwa muuaji atakuwa bado yuko hapa kijijini, ila sio Rashu, kwa sababu Rashu hana dalili zozote za kuwa yeye ndo muuaji. Basi Bwana Matingo, sawa ndugu yangu, mimi ngoja nielekee zangu nyumbani. Haina shida ndugu yangu, maana Gamba ameamua kutuchonganisha hivi kabisa Baba Baraka. Bwana Matingo. Naam. Basi sawa ndugu yangu, mimi ngoja nielekee nyumbani. Basi sawa Bwana Matingo, hamna shida. Ina maana huyu Gamba, mbona huyu bwana Gamba simuelewi? Sasa ndugu yangu, Rashu amani yake inarejea, atarudi, tutaendelea kupiga mitikasi yetu kama zamani. Kama bwana Magambo kaja na pressure, alafu yote imepoa, na sasa anaamini kabisa Rashu haushiki kabisa katika haya mauaji. Mungu saidia mambo ya hela. Tetele wangu kasema ndo limeingia vitu, sio mara ngoja nikaangalia papa. Sasa Singo. Afadhali nimekuona Tunu. Uje Tunu, hapa nimetoka kwako. Nimekukosa. Sawa? Kama Mungu tumekutana hapa. Hivi Tunu, nyie mna matatizo gani? Sawa? Nyie kazi yenu kila siku ni kusambaza habari ambazo hazina ukweli wowote katika hiki kijiji. Au sio? Mara ya kwanza mlisema mara sijui Rashu kaua. Sawa? Bado haitoshi, mkaja mkarudia sijui Rashu huyo kafariki. Sawa? Msichokijua, hivyo vitu vyote mnavyovisambaza hapa kijijini ni vitu ambavyo havina ukweli wowote Tunu. Sawa? Wao ukikaa ukamsikiliza huyo mwenzio Gamba atakupeleka na akili yake ile mbovu na hivyo naona kama vile akili zenu zinafanana. Sawa? Wewe sikiliza, wewe ndio hauna akili. Rashu ochaga hangoleyo wale hali. Sikiliza nikwambie. Rashu hakufa. Sawa? Na msichokijua. Sawa?